Kama umepata nafasi ya kupita kwenye mitandao ya kijamii, basi itakuwa umekutana na habari ama story ambayo inahusiana na gari la polisi, karantinga la polisi ambalo limehusishwa na kubeba wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenda kwenye mkutano wa kisiasa ambayo ni taarifa ambayo imetokea mkoani Simiyu. Kuanzia jana ilikuwa ni taarifa ambayo inazunguka sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wakiwa na hoji inakuaje mpaka gari la polisi ambalo ni la raia wote wa nchi linakwenda kubeba wanachama wa chama kimojawapo cha siasa kuwapeleka kwenye mkutano wa hadhara. Hii imekaaje na kuna uhalisia gani ama kuna kuhusika kupi ambapo jeshi la polisi linahusika katika kubeba wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye magari yao kwenda kwenye mikutano ya kisiasa? Ni swali ambalo watu wengi walikuwa wakihoji. Sasa bana, jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limetoa ufafanuzi kuhusu gari lake kubeba makada wa wafuasi wa Chama cha Mapinduzi CCM. Jeshi hilo limetoa ufafanuzi baada ya kuwepo mjadala mitandaoni ukihoji karandinga lao kutumika kubeba makada hao waliokuwa wakienda kwenye sherehe za miaka 4 ya Rais Samia Suluhu Hassan madarakani zilizofanyika March 22, 2025 katika uwanja wa CCM mjini Bariadi. Katika taarifa iliyotolewa leo, katika taarifa ambayo imetolewa March 23, yani siku ya jana 2025, na kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe, imeeleza kwa gari hilo lilitoa msaada kwa wanachama hao walioharibikiwa na gari lao wakiwa njiani kuelekea mjini Bariadi. Nikimnukuu kamanda wa polisi wa Simiyu anasema kwamba naomba ifahamike kwa March 22, 2025, gari la polisi lilokuwa likitokea wilaya ya Itilima kwenda Bariadi ambako ndio makao makuu ya mkoa wa Simiyu kwa kazi maalum, lilipofika kijiji cha Budalabujiga, walikuta aina ya Scania mali ya kampuni ya Alliance iliyokuwa ikiendeshwa na Yusuf Mayenga ikiwa imeharibika, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. So taarifa hiyo inaendelea kutoa ufafanuzi kwamba mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai CID wa wilaya Itilima ambaye alikuwa katika gari hilo la polisi aliamuru dereva wa gari kusimamisha ili kujua wananchi hao walikuwa na tatizo gani. Wananchi hao walieleza kuwa walikuwa wameharibikiwa na gari na wakaomba msaada wa usafiri kwenye gari hilo la polisi. Kwa kuwa hali ya hewa ilikuwa na mvua, mkuu wa upelelezi aliamua kutoa msaada kwa watu hao na kuwafikisha Bariadi ambako gari hilo lilikuwa linaelekea, imeleza sehemu ya taarifa hiyo ya kamanda Swebe. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu linakanusha kuwa halikubeba wanachama wa CCM bali lilitekeleza wajibu wake wa kisheria wa kulinda usalama wa raia na mali zao. Hiyo ni taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu ambaye yeye ameelezea kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba taarifa hii imezua mjadala sana, haswa huko X, yani Twitter, lakini pia Instagram, huko kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mengine mengi. Watu wengi wamekuwa wakihoji inawezekanaje gari la polisi kuweza kubeba wanachama wa chama fulani na kuwapeleka kwenye mkutano wao wa kisiasa. Je, vipi ingetokea kwa chama cha upinzani? Maybe hawa walioharibikiwa ingekuwa ni Chadema ama CUF ama NCCR Mageuzi ama chama kingine chochote kile cha upinzani. Je, gari hilo la polisi lingekuwa na uwezo wa kuwabeba watu wao kuwapeleka kwenye mkutano wao wa kisiasa? Hayo ndio maswali ambayo watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza huko kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo basi hata wewe mtazamaji na msikilizaji wa iDigital unaweza ka drop comment yako hapa, ukatoa maoni yako kuhusiana na kile. Lakini tulichokuwekea hapa ni ile taarifa kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu ambayo imeelezea vizuri ili kuweza kutoa ukakasi juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea na watu wengi walikuwa na hoji kuhusiana na gari hilo la polisi ambalo lilibeba wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuelekea kwenye mkutano huo wa kisiasa. Taarifa imeelezea vizuri na nafikiri wewe mtazamaji pia utakuwa umeelewa nini ambacho kinaendelea.